Dr. Mwigulu awapa jukumu muhimu viongozi wa serikali. Jukumu gani? Utalijua hapa ambapo ili miradi ya kimaendeleo ilete tija kwa wananchi. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Jukumu gani hilo? Utalijua hapa. Dira ya Mtanzania, gazeti limeandikwa linasema Dr. Mwigulu sitaangalia sura wa hujumu miradi ya maendeleo. Aweka jiwe la msingi miradi ya maji miji 28 Chamwino utawanufaisha wananchi 6,000. Okay. Waziri Aweso ahidi miradi kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo tutaiona miradi hiyo itakapokamilika. Na bahati nzuri tupo Dodoma, si ndio? Yeah, tuko hapa. Tuko hapa. Sako kwa bako. Ndio. Unyo mpaka tuone mwisho wa miradi hiyo. Mambo yanaendaje. Tutafuatilia na tutakwambia Mtanzania. Sambamba na hilo, habari hiyo unaipata ndani ya gazeti jingine, gazeti la Uhuru Ukweli Daima limeandika Mwigulu ukomo wa akomana wakandarasi. Wakandarasi kina nani na wakandarasi wa nini? Tutakujuza hapa. Na bila hiana gazeti jingine ni Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika nasema Mwigulu tusikubali kugawanyika, aeleza mbinu zitakazotumika, asifu umoja wa Watanzania. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Tuanze ukurasa wa pili. Sawa, ukurasa wa pili, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema baadhi ya watu waliopewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa majukumu ya umma wameshindwa kutimiza wajibu wao ipasavyo na badala yake wameingia kwenye uvivu pamoja na kufuja fedha za umma. Dr. Mwigulu amesema haya wakati akizungumza na wananchi wa wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma akiwa katika ziara yake ya kikazi. Amesisitiza pia serikali haitavumilia tabia hizo, akieleza kuwa kama majukumu ya waziri mkuu yalivyoainishwa kwenye katiba, atalifanya jukumu lake la kusimamia na usimamizi na udhibiti kwa kushughulikia wote watakaobainika kujihusisha na matumizi mabaya za fedha ya umma, fedha za umma. Kama waziri mkuu. Mheshimiwa Waziri, fedha alizotoa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye miradi ya maendeleo kwenye wilaya zote za nchi hii, hazijawahi kutolewa fedha za kiwango hicho tangu nchi hii ipate uhuru. Nishakuwa mbunge hii kipindi cha naenda cha 4. Mheshimiwa Aweso naye atasema ashakuwa mbunge vipindi vitatu. Atasema na madiwani wenu waliokaa hapa waulizeni. Ilikuwa ukija Mwenge kwenye wilaya mnahangaika mpeleke mradi gani? Mnaanza kutafuta hata guest ya mtu binafsi kama amepaka vizuri rangi, mnasema tupeleke Mwenge pale. Sasa hivi kwenye kila wilaya wanapambana waache mradi upi. Miradi ni mingi. Wanapambana waache mradi upi. Sasa kama tuna Watanzania wako mpaka ngazi ya kata, wako mpaka ngazi ya kijiji na fedha wameletewa, Watanzania na wenyewe wamesoma kwa kodi za Watanzania, wanakosa huruma na Watanzania wenzao, alafu na wenyewe wanaungana kumlaumu rais na jukumu lake alishalitimiza, ameleta fedha mpaka pale. Nitashughulika nao watu wa aina hiyo wanaofuja fedha mpaka watajuta kuzaliwa. Tutashughulika nao mpaka watajuta kuzaliwa. Zingatia kwenye kujuta. Ushapokea kichapo mpaka mwenyewe unaona da. Kwa nini nilizaliwa? Hivi nilikuja kutafuta nini huku duniani? Au nilikosea? Yani mpaka mtajuta kuzaliwa. Mpaka useme. Lakini uhalisia wa mambo ni kwamba fedha zikitoka zisifanye kazi husika. Kwa nini kunakuwa na zile mbilinge? Unazikumbatia ni zako. Sio za kwako. Na sio kukumbatia tu, ni ubadhirifu. Unafanyika. Unajimilikisha, unafanyia shughuli zako. Mambo yako yanaenda ya wananchi wengi, yanadidimia. Mambo yako yanaenda ya watu wengi, vilio vya watu wengi vinabaki, tarehe zinaendelea kupigwa. Mwisho wa siku unakuta labda mradi wa maji
Unajua maji ndio kila kitu Sasa kama mradi fedha zimetolewa kwa ajili ya maji, alafu mtu mmoja au watu wawili wakwamishe mradi huo, hujui kwamba hiyo hujuma ni kubwa sana. Ubadhirifu mkubwa sana. Sasa sambamba na hilo, kule kwenye masaiti kuna vitu vingi vya hovyo huwa vinaendelea. Kuna watu ni wa vibarua lakini pia ni mafundi ambao ajira zao sio rasmi pale. Ndiyo. Na wenyewe walipo kwa wakati. Na ukitaka kujua, mheshimiwa pia waziri alizungumzia, hebu walipeni hao watu, kwa mtu mwenye kibarua unamlipa 10,000 labda kwa siku per day. Na yeye mpaka umlipe miezi baada ya miezi miwili tarehe 60. Jamani, mheshimiwa. Hii ni makubwa sana kwenye sekta ya maji. Mmefuta visima hewa, mmezifuta zile kazi hewa kwa sababu ya ufuatiliaji wako, mheshimiwa waziri. Unakumbuka ulipoanza walidhani utakuwa mtu wa ofisini. Siku ulipozuka site wakakwambia haki ya Mungu kisima kilikuwepo hapa. Hakikisheni mnawalipa na wale wote mnaofanya nao kazi, subcontractors, mafundi, vibarua. Tunapokwenda tukikuta mkandarasi ameshalipwa fedha yote ya mradi, ikatokea yeye hajalipa subcontractor, hajalipa mafundi, hajalipa vibarua, hilo litakuwa kosa. Utapeli wa aina hiyo utasababisha tu blacklist watu wa aina hiyo wasifanye kazi tena ndani ya nchi yetu. Hiyo ni katika kuhakikisha Tanzania hasa mkoa wa Dodoma unakuwa na maji, na kihistoria ni moja kati ya mikoa ambayo maji yapo chini, lakini sasa zile harakati za kupata maji safi na salama imekuwa ni tatizo. Kuna namba kubwa sana ya wakazi wa Dodoma watanufaika na miradi hii. Ukaniambia utaniambia. Nilikwambia takwambia kwamba zaidi ya wananchi 60,000 wa kata ya Msanga, Chamwino, Buigiri pamoja na Vikonje wao wanatarajiwa kunufaika na mradi wa maji unaoenda kutekelezwa na Wizara ya Maji kwa kushirikiana na serikali ya India wenye thamani ya shilingi bilioni 17.2 utakaokamilika mwezi Agosti mwaka huu, ambapo akizungumza wakati wa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa mradi huo katika eneo la Chamwino jijini Dodoma, Waziri Dr. Mwigulu amewapongeza pia watendaji wa Wizara ya Maji kwa juhudi kubwa wanazozichukua katika kutatua changamoto za upatikanaji wa maji, akisema hatua hiyo basi imekuwa ikionekana kupitia miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa hapa nchini. Na wapo kandarasi pia, tuwasikilize pia kwa hatua hiyo, watueleze. Dodoma mpo, na tumeona tuchukue muda kidogo hapa Dodoma kwa sababu ndio nyumbani ni nyumbani, si ndio? Kataa kuwa mtumwa bwana. Mheshimiwa mainjinia, mradi huu ulianza mwaka 2023 na gharama yake ni bilioni 17.2. Mradi huu unahusisha uchimbaji wa visima, pia ulazaji wa mabomba, pamoja na hapa tulipo ambapo ni eneo la kukusanyia maji kwa ajili ya kusukuma kwenye matenki ambayo tunaita booster station. Mradi huu unategemea kuhudumia kata 4 ambao ni Msanga, Chamwino, Buigiri pamoja na Vikonje pamoja na maeneo mbalimbali. Mradi huu kamilika tunategemea utahudumia wananchi zaidi ya 60,000 ambapo na maeneo ya pembezoni mwa mji wa Chamwino watapata huduma ya maji. Pia mradi huu unahusisha pia ulazaji wa mabomba ya usambazaji maji ambao tayari yameshalazwa kwenye mitaa, na pia tunategemea ifikapo mwezi Agosti mwaka huu 2026 mradi huu utakuwa umekamilika kulingana na mkataba. Mmetuletea matumaini makubwa sana kwenye sekta ya maji. Mmefuta visima hewa, mmezifuta zile kazi hewa kwa sababu ya ufuatiliaji wako, mheshimiwa waziri. Unakumbuka ulipoanza walidhani utakuwa mtu wa ofisini. Siku ulipozuka site wakakwambia haki ya Mungu kisima kilikuwepo hapa. Hakikisheni mnawalipa na wale wote mnaofanya nao kazi, subcontractors, mafundi, vibarua. Tunapokwenda tukikuta mkandarasi ameshalipwa fedha yote ya mradi, ikatokea yeye hajalipa subcontractor, hajalipa mafundi, hajalipa vibarua, hilo litakuwa kosa. Utapeli wa aina hiyo utasababisha tu blacklist watu wa aina hiyo wasifanye. Haki ya Mungu kisima kilikuwa hapa mheshimiwa. Kimeenda wapi Zaki? Haki ya Mungu. Kimeenda wapi? Haki ya Mungu ilikuwa hapa toka siku jana, hata nimekuja jana kukiangalia. Yaani mheshimiwa kilikuwa hapa, tulikuwa tumeshaanza kuchimba matofali. Unajua kuna ile visima vipo kwenye makaratasi. Miradi ipo kwenye makaratasi. Sasa ukienda kwenye utekelezaji, kwenye warisia, hukuti. Wanakuambia labda
ni sawa na lile sawa naambia bwana hapa shule hii jengo hili unavyoliona limegharimu bilioni 5. Ukiangalia wewe kama ni hata wewe tu kujenga nyumba yako hiyo haijai kufika hata bilioni 1. Umenikumbusha mbali sana hili. Wapi tena? Hili nikumbusha nafikiri ilikuwa na mwaka juzi kule Kigoma. Alienda waziri wa maji Jumaa Aweso kule Kigoma maeneo fulani hivi. Sasa mkandarasi pamoja na timu nzima ilikuwa ni masuala ya maji visima mahali ambapo mradi unaendelea. Mheshimiwa alitembezwa mpaka kufika eneo la husika, hakuna mradi ambao unaendelea. Sasa anaulizwa, mbona sasa umenitembeza mpaka huku na hakuna mradi ambao unaendelea? Mheshimiwa ulikuwepo. Mheshimiwa mradi ulikuwepo. Haki ya Mungu tena. Ulikuwepo tu hapa. Yani kwa hiyo hii ni shida. Kwa nafikiri hii pia kuna watumishi wanapaswa kujifunza. Bwana kama tumesema mara ya kwanza. Tujifunze kutosema tu haki ya Mungu. Unamsingizia Mungu hivi. Jambo ambalo ni hapana. Hapana.